Amen, amen. Karibu katika sehemu nyingine ya somo letu ambalo tumelipa jina Yusufu akafanikiwa. Amen. Tunaweza tukasema Yusufu akastawi kwa sababu kila alichokifanya kilifanikiwa na yeye mwenyewe akastawi. Haleluya. Sasa hicho ni kichwa cha somo letu, ila haina maana ya kwamba tunaweka kambi kumjadili Yusufu peke yake. No. Tunaangalia na wengine, watoto wa Mungu wengine wote ambao walifanikiwa. Na pointi yetu kubwa tunayoiangalia hapa ni kwamba mafanikio yanakuja kutokana na mtu mwenyewe kuwa na Mungu. Hicho ndo tunachokisisitiza na kukiangalia. Ukisoma kwenye ile Mwanzo 39, tusome tulishasoma kwenye sehemu ya kwanza na ya pili. Utaona neno linasema kwamba Bwana alikuwa pamoja na Yusufu. Amen. Na Bwana ndiye aliyefanya kila kitu ambacho Yusufu anakifanya kifanikiwe. Alifanikisha mambo yote mikononi mwa Yusufu. Kwa hiyo tunajifunza kwamba Bwana anapokuwepo na mtu, huyo mtu anafanikiwa. Mungu anapokuwepo na mtu, huyu mtu anafanikiwa. Mtu anapogundua kwamba nipo na Mungu, anakuwa amemruhusu na kumpa Mungu kibali cha kusababisha asifanikiwe na kustawi. Kwa hiyo kikubwa tunachoangalia hapa ni kwamba Mungu akiwa na mtu, huyu mtu anastawi, huyu mtu anafanikiwa. Amen. Kwa hiyo si kwamba mimi na wewe tutakwenda kufanya maombi ili Mungu awe na sisi. No. Si kwamba tutaenda kumuomba Mungu awe na sisi. Hapana. Nia ni kutaka tuone, tujue, tuwe na ufahamu muda wote ya kwamba Mungu yupo pamoja na sisi. Ni swala la kufahamu na kuamini kwamba ndivyo ilivyo. Amen. Hallelujah. Kwa hiyo tunapojifunza ni kwa ajili ya kuendelea kujiweka vizuri, tukiwa tumekaa katika ufahamu wa kuelewa ya kwamba Mungu yuko na sisi na bila kubabaishwa na kitu chochote. Ndio maana tunaangalia mifano mbalimbali. Yusufu alishaambiwa na Mungu kwamba atakuwa kiongozi. Alishajua. Na ndoto zake zilimfanya akapelekwa akauzwa. Kwa hiyo Yusufu alikuwa anajua. Sasa katika kuenenda kwake akijua kwamba mimi nitakuja kuwatawala ndugu zangu, hakuwahi kutegemea kwamba atakuwa mtumwa. Kitendo cha kuwa mtumwa ni kama vile tayari maono yake, mipango ya Mungu, mambo ambayo Mungu alimwahidi kama yanaenda kufa. Kwa sababu alitegemea labda atachaguliwa kuwa mtu fulani pale alipo. Baba yake amwambia kwanza, sasa hivi naomba uwe kiongozi wa ndugu zako. Aanze kuona zile dalili. Lakini tangu alipogundua ya kwamba atawaongoza, atakuwa kiongozi juu ya makabila yote 12, kwamba yeye ndiye atakuwa mkuu wa wengine, matatizo yakaanza kumwandama. Ndugu zake wakataka kumuua ili ndoto isitimie, ili asije kuwa kiongozi. Akapelekwa utumwani ili ndoto isitimie, ili asiwe kiongozi. Akapelekwa gerezani ili ndoto yake isitimie, ili kile Mungu alichomwambia kistimie, asije kuwa kiongozi. Lakini kwa kuwa mpango wa Mungu hauzuiliki, hata kama ni gerezani, hata kama ni utumwani, bado kutokea kule gerezani, Mungu anamtoa kutoka gerezani, badala apande ngazi kidogo kidogo ya uongozi, anatoka kwenye 0 anaenda kwenye 100. Anatoka kwenye gereza anakwenda kuwa waziri mkuu wa Israeli, anaenda kuwa kiongozi mkuu wa Misri. Amen. Anaenda kuwa kiongozi mkuu Misri, nchi ambayo sio kwao, yani Mwebrania. Lakini mapenzi ya Mungu yalikuwa ni hivyo. Akaenda akawa kiongozi, akaja akawatawala ndugu zake, wazazi wake na ndugu zake wote walikuja wakamsujudia bila kujua ni Yusufu.
mpaka aliposema mimi ni Yusufu. Tayari wamekwisha kumsujudia, na aliwaambia kwa sababu ndivyo ndoto ilivyokuwa inasema. Amen. Na ikatimia. Kwa kile ambacho shetani alikuwa anakizuia, kwa sababu tu Mungu ameshakwambia kitu fulani kiko hivi na hivi, nitafanya hivi na hivi, ghafla yakaanza matatizo. Wewe fahamu tu kwamba Mungu yuko na mimi. Kwa hiyo kile alichokisema Mungu mwenyewe atakitekeleza. Amen. Tukaangalia mfano mwingine wa Isaka kwenye Mwanzo 26. Tumeangalia mistari michache ambayo tutaanza naye. Ngoja nianze kwa kuisoma kwanza. Mstari wa kwanza pale mpaka wa 3. Ikawa njaa katika nchi hiyo, mbali na ile njaa ya kwanza iliyokuwa siku za Abraham. Isaka akamwendea Abimeleki mfalme wa Filisti huko Gerari. Bwana akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi niliyokuambia. Kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki. Maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote, nami nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Abrahamu baba yako, kwamba hizi nchi zote ni za kwenu. Ndicho nilichomwambia Abrahamu. Kwa hiyo usiondoke, kaa katika nchi yenu. Kaa hapo ambapo nimekuambia. Mimi nitakuwa na wewe wapi? Hapo ambapo nimekuambia ukae. Kwa hiyo kama utaondoka utaenda kwingine, sintakuwa na wewe huko. Sintakubariki katika kile ambacho unaenda kukifanya ambacho sio hicho nilichokuambia ukifanye. Amen. Kwa hiyo Isaka aliambiwa abaki kwa sababu Mungu yupo pamoja naye. Kwa maana nyingine ni hii: kwa sababu Mungu yuko pamoja naye, ukame, njaa sio kitu mbele za Mungu. Mahitaji alionayo yeye, wafanyakazi wake wa kike na wa kiume, mifugo yake na chochote alichokuwa nacho, sio shida mbele za Mungu. Mungu akisha kuwepo, hayo mengine yote sio tatizo. Ndio maana nasema nitakuwa pamoja nawe na kukubariki. Nitakuwa pamoja na wewe wapi? Katika hapa nilipokuambia, hapa nilipokuambia, katika eneo hili nililokuambia. Lakini ukishuka kwenda Misri, mimi sitakuwa pamoja na Misri. Nitakuwa na wewe pale nilipokuagiza, katika kile ambacho nimekuambia ufanye. Kwa hiyo kama niko hapa kwenye njaa na Mungu ameniambia atakuwa pamoja na mimi, ina maana kuna kitu Mungu atakwenda kufanya hapa kwenye njaa. Haleluya. Na anasema nitakubariki. Kwa maana nyingine nitakutajirisha, kwa sababu baraka ya Bwana utajirisha, Mithali 10:22. Amen. Kwa akisema nitakubariki anamaanisha nitakutajirisha. Kwa anamwambia Isaka, kaa hapa kwenye njaa, nitakutajirisha. Wakati wengine wote mifugo yao inakufa, hawana vyakula na wanaingia kwenye umaskini kwa sababu kile walichonacho ndio kinachotumika, hawana tena kingine, basi wewe nitakutajirisha. Haitakuwa kama hao wengine. Ukame utawapiga wengine, unawapiga kule Wafilisti na Abimeleki mfalme wao, lakini wewe si kwamba nitaondoa ukame, ila ukame hautakudhuru. Ukame si uondoi, lakini nitakuonyesha kwamba ukame hauna mamlaka kwa Mungu. Ukame si kitu mbele za Mungu. Mungu ndiye mtawala wa ukame. Amen. Kwa maana nyingine ukame unamtii. Okay, tuendelee. Mstari wa 4 anasema nitazidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, nami nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia yatajibarikia. Kwa sababu Abrahamu alisikia sauti yangu, akahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Isaka akakaa katika Gerari. Amen. Haleluya. Mstari wa 7. Watu wa mahali hapo wakamuuliza habari za mkewe, akasema ni dada yangu huyu, maana aliogopa kusema ni mke wangu, watu wa nchi wasije wakamua kwa ajili ya Rebeka, kwa maana alikuwa mzuri wa uso. Amen. Okay, ikawa alipokuwa amekaa huko siku nyingi, Abimeleki mfalme wa Filisti akachungulia dirishani, akamwona Isaka anacheza na Rebeka mkewe. Sasa tuachane na hiyo habari. Twende mstari wa 12. Mwaka huo Isaka, mwaka upi? Mwaka ule wa njaa, alimwendea mfalme Abimeleki huko Gerari ili amruhusu apite kwenda Misri. Ndio alipokuwa anaenda. Lakini wakati alipokwenda
Mungu akaambia usishuke kwenda Misri. Kwa hiyo Isaka akakaa Gerari, kule kule alikuwa anaenda kwa Abimeleki. Akakaa akawa jirani wa Abimeleki. Haleluya. Alikuwa amemwendea mfalme. Lakini kwa sababu amefika kwa mfalme na Mungu akaambia usishuke kwenda Misri. Kaa hapo hapo, ikabidi abaki hapo hapo Gerari, nchi ya Wafilisti, ambao Mungu pia alimwambia hili eneo lote litakuwa la uzao wenu, uzao wako. Nishamwambia Abrahamu hili ni eneo lenu. Kwa hiyo hili eneo ni la kwako. Kwa akakaa pale pale Gerari. Amen. Kipindi hicho ni kipindi cha ukame. Kipindi cha ukame. Kipindi cha njaa. Mstari wa 12. Mwaka huo Isaka akapanda mbegu katika nchi ile pale pale Gerari penye njaa na ukame, naye akapata mavuno mara 100 zaidi. Bwana akambariki. Haleluya. Okay. Isaka alikubali kile ambacho Mungu alimwambia. Usiende kutafuta chakula Misri. Kaa hapa hapa Gerari, kwenye njaa hapa hapa. Mimi nitakubariki. Isaka alivyoambiwa nitakubariki, na akajua kwamba utaratibu ni kwamba nikilima ninapata mazao. Lakini kwa kuwa Mungu ameshasema nipo na mimi, yupo na mimi, na hapa ni eneo lenye ukame, basi cha kufanya, labda Mungu atanyesha mvua, wacha nipande. Kalima, akapanda mbegu. Haikunyesha mvua hata tone, lakini mbegu zikaota, zikakua, zikaanza kuzaa mazao, mpaka Isaka akavuna. Sasa vuna yake iliwashtua watu, mpaka mfalme ilimshtua, kwa sababu alivuna mara 100 ya ilivyopaswa kuvuna. Tuchukue kwamba ni mahindi, tuseme labda eka moja inatoa gunia 10, ni mfano. Akavuna mara 100 ilivyo kawaida. Kwa maana hiyo 10 mara 100 ndio alivuna kwenye eka moja. Kwa hiyo chukua ile magunia 10 kwa eka, zidisha mara 100, ndio utapata magunia ya mahindi aliyovuna kwenye kila eka. Kwa maana nyingine, kwa ekari moja alivuna gunia 1000. Na Biblia inasema kwa nini alivuna mara 100? Kwa sababu Bwana alimbariki. Sasa ngoja nisome mstari wa 12 kwenye Biblia ya Habari Njema. Amen. Uone Biblia hii inasemaje Habari Njema. Biblia ya Habari Njema. Kujua maandiko kuna uzuri wake. Sikia Habari Njema inavyosema. Mwaka huo Isaka alipanda mbegu katika nchi ile, akavuna mara 100, maana Mwenyezi Mungu alimbariki. Kwa hiyo Isaka hakuvuna mara 100 kwa sababu kuna jambo lingine lilifanyika, no. Ni kwa sababu Bwana alimbariki. Kumbuka Bwana alimwambiaje? Alimwambia kaa hapo hapo katika nchi hiyo hiyo hapo hapo Gerari kwa Wafilisti. Mimi nitakuwa na wewe, mimi nitakubariki. Kwa hiyo chochote utakachofanya kwa mikono yako, kwa sababu nipo na wewe, hicho kitu kitabarikiwa. Kwa hiyo Mungu amesema atanibariki, ina maana atanibariki kwa mazao. Ndio, basi acha nipande. Akapanda mazao, mvua haikunyesha, baraka ya Bwana ikasababisha Isaka avune mara 100 ya alivyopaswa kuvuna. Mungu akishakuwa pamoja na wewe, baraka zake zinakuwa pamoja na wewe. Chochote unachojihusisha nacho, hicho kitu kinafanikiwa, kinabarikiwa. Haleluya. Mara 100 ya ilivyokuwa kawaida Isaka alivuna. Kwa nini? Kwa sababu Bwana amembariki. Okay, ngoja tuendelee na Biblia hii ya Habari Njema, ni kuonyesha kwenye mistari inayofuata 13, 14. Amen. Nitasoma 12, 13 na 14 tena. Mwaka huu Isaka, Biblia ya Habari Njema. Mwaka huu Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akavuna mara 100 zaidi, maana Mwenyezi Mungu alimbariki. Mara 100 kwa sababu Mungu amembariki. Naye akapata utajiri. Naye akatajirika, akazidi kupata mali hadi akawa tajiri sana. Kwa nini ilikuwa hivi wakati wenzake wote
mambo yalikuwa magumu, wakati ukame, njaa, kila mtu anaelekea kwenye umaskini na kuishiwa na kupungukiwa, lakini Isaka anatajirika, anazidi kupata mali hadi anakuwa tajiri sana, kwa sababu Bwana yuko naye kwenye ukame na Bwana amembariki. Kwa baraka inafanya kazi zaidi ya ukame. Ukame hauwezi kushindana na baraka za Mungu. Baraka za Mungu zinashinda ukame. Haleluya. Mstari wa 14, alikuwa na makundi ya kondoo, ng'ombe na watumwa wengi, hata Wafilisti wakamuonea wivu. Haleluya. Sasa ngoja nikurudishe tena eneo alilokuwa anakaa Isaka. Ni kwenye ukame. Na nikukumbushe ya kwamba Mungu hakuondoa ukame. Mungu hakusema, alikuwa anaweza kuleta mvua, lakini hakuondoa ukame, kwa sababu ukame si kitu kwake. Inaweza ikawa ni kitu kwa Isaka, inaweza ikawa ni tatizo, na ilikuwa ni tatizo kweli kwa sababu walikuwa wanahitaji chakula. Lakini kwa Mungu haikuwa tatizo. Kwamba Mungu anamwambia nitakuwa pamoja naye, kwamba nikiwa na wewe huo ukame wala hauna shida yoyote. Mungu akishakuwa na sisi, kizuizi chochote cha mafanikio kitaondoka. Na hata kama bado kipo, Mungu atafanya kitu ambacho hakikutarajiwa, kwa sababu anapokuwepo yeye ndipo na baraka yake inapokuwa. Amen. Mungu anapokuwa na baraka ipo. Popote alipozungumza na mtu akamwambia nitakuwa pamoja na wewe, alizungumza habari ya baraka. Sintakuacha. Afu anasema sintakupungukia, kwamba niko na wewe na hautakosa chochote. Sehemu zote anaposema yupo, Mungu anazungumza habari ya mafanikio. Haleluya. Sasa turudi kwetu sisi wenyewe. Kwani sisi tunaamini vipi? Sisi tunaona vipi? Sisi tunamuonaje Mungu? Hivi unajua kwamba Isaka, hata Abrahamu, Mungu alikuwa anazungumza nao kwenye ndoto. Ukisikia kwamba Mungu alimtokea akazungumza naye, si kwamba alikuja na miguu akamtokea hapo akamwona sura ya Mungu. No. Mungu alizungumza na hao watu kwenye ndoto na wakaamini na wakajua ni Mungu. Na walipotekeleza, kila kitu kilifanya kazi. Amen. Hawakuwa na roho ya tofauti kwamba wanaweza kutambua, wanaona katika ulimwengu wa roho. Mungu anaonyesha kwa macho ya ndani. Wao walikuwa ni ndoto. Kwa hiyo Isaka, Mungu alizungumza naye kwenye ndoto. Abrahamu wakati anaambiwa atoke kwenye nchi yake, Mungu alizungumza naye kwenye ndoto, hajamtokea. Lakini wote walitii, wote walikubali, wote waliamini kile ambacho Mungu amewaambia. Na walipotekeleza walifanikiwa, ndio maana tunawasoma leo. Amen. Je, swali ni hili. Mungu yupo pamoja na sisi? Ndio. Okay, kwa maana hiyo sisi ni wabarikiwa. Kwa sababu hawezi akawepo Mungu mahali kusiwe na baraka. Kama Mungu alikuwa na Abraham, akambariki Abraham. Mungu yuko na Isaka, akambariki Isaka. Ina maana Mungu yuko na sisi, ametubariki na sisi. Kwa hiyo kama tumebarikiwa, ina maana tunapaswa kutajirika. Haleluya. Mungu akishakubariki ni utajiri. Ukisoma, basi turudie tena uone kitu. Amen. Anasema hivi, Mungu alimbariki. Sasa naanzia mstari wa 13 Mwanzo 26. Mungu alimbariki, naye akatajirika, akazidi kupata mali hadi akawa tajiri sana. Alikuwa na makundi ya kondoo, ng'ombe, watumwa wengi, hata Wafilisti wakamuonea wivu. Sasa neno liko wazi ya kwamba Mungu alimbariki, na inataja mali alizopata, na inasema akatajirika. Kwa hiyo hakuna namna Mungu awe na wewe alafu usibarikiwe, alafu usitajiriki.
Mungu akisha kuwa na wewe, ina maana wewe tayari umebarikiwa, ni lazima utajirike na utakuwa na mali na vitu vyako vitatajwa kama vilivyotajwa kwa Isaka. Amen. Hallelujah. Ukienda kwa Abraham alikuwa na hichi na hichi, Biblia inataja. Ukija kwa Isaka alikuwa na hichi na hichi na hichi. Inaonyesha jinsi gani Mungu alivyokuwa nao na alivyowabariki kwa mali. Hallelujah. Kwa hiyo hilo alikuepeki. Mungu akishakuwa na wewe, anakubariki, unatajirika. Mazingira yako utakayokuwa hayajalishi. Katika mazingira hayo hayo, baraka ya Mungu itafanya kazi, utapata mali na kutajirika na kufanikiwa na kustawi. Tukutane sehemu inayofuata. Hallelujah. Amen. Mungu yupo na wewe.